Moja kati ya mambo ambayo mimi na wewe lazima tuyakubali ni kuwa kwa mwanadamu mwenye akili timamu lazima ana ndoto ambazo anatamani kuzitimiza kwenye safari yake ya maisha. Mwanadamu ambaye anaishi bila kuwa na ndoto wala malengo yoyote lazima ajitafakari mara mbili, alikuja kufanya nini katika uso wa dunia? Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanafanikiwa kutimiza malengo yao, lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapoteza maisha bila kutimiza malengo yao. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea baadhi ya binadamu watimize malengo yao na baadhi ya binadamu washindwe kutimiza malengo yao ni aina ya binadamu ambao watu hawa wanaambatana nao katika safari yao ya maisha. Wapo baadhi ya wanadamu ambao ukiwaruhusu wawe karibu yako hautaweza kufanikiwa, lakini wapo baadhi ya watu ambao ukiwaruhusu wawe karibu yako utakwenda kufanikiwa kuliko binadamu wengine. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia watu 10 ambao lazima ukubali kuwapoteza ili uwe moja kati ya watu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia, kwani kitendo cha kuendelea kuwakumbatia watu hao kitapelekea umalize muda wako wa kuishi katika uso wa dunia ukiwa fukara mkubwa. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni binadamu mbalimbali ambao lazima ukubali kuwapoteza kwenye maisha yako ili ukawe moja kati ya binadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia. Namba 1, wanadamu wanaodhihaki na kuzicheka ndoto zako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini. Wapo baadhi ya watu ambao unaambatana nao kwenye safari yako ya maisha. Pili unapowaelezea kuhusu ndoto ambazo unatamani kuzitimiza kwenye maisha yako, wanaanza kukukebehi, wanakudhihaki pamoja na kukucheka. Na wanakucheka si kwa sababu ndoto zako zinachekesha, bali ni kwa sababu ya imani waliokuwa nayo ndani yao juu yako. Inawezekana wanaamini kwa kuwa wewe umezaliwa katika familia ya kimaskini, alafu unaota ndoto za kuja kuwa tajiri siku moja. Labda wanahisi ni kitu ambacho hakiwezekani. Wanahisi unapoteza muda katika kufanya kitu ambacho unajua kabisa hautaweza kukitimiza kwenye maisha yako. Wanakuona kama kituko. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, ushindi wa kweli huwa unaanzia katika imani. Yaani mwanadamu anapoamini atashinda, basi ushindi hujidhihirisha katika maisha yake. Lakini mwanadamu anapoamini atashindwa, basi kupoteza hujidhihirisha katika maisha yake. Pamoja na kuwa wewe ni mwanadamu ambaye una imani thabiti katika malengo ambayo yapo ndani yako, lakini kumbuka wewe pia bado ni mwanadamu. Kitendo cha kuoneshwa dhihaka, dharau na vicheko na watu ambao unawaamini katika maisha yako, kuna wakati kitendo hicho kinaweza kikayumbisha imani ambayo ipo ndani yako na kujikuta unaanza kuzionea aibu ndoto ambazo unazo katika maisha yako, kwa sababu tu watu ambao unawaamini na kuwapenda wanakucheka kila unapokaa nao. Hivyo ni vema watu hao ukawaweka mbali na maisha yako. Kaa karibu na watu ambao wanaamini katika kile ambacho unaamini. Kaa karibu na wanadamu ambao hawakufanyi uanze kuzionea aibu ndoto zako, kwa sababu hawa ni wanadamu ambao wataukomaza ujasiri na imani ambayo ipo ndani yako, na siku moja utakwenda kutimiza ndoto ambazo unatamani kuzitimiza. Ili kufanya hivyo, kubali kuwapoteza marafiki ambao unawapenda, ikiwa tu ni wanadamu ambao wanakufanya uzionee aibu ndoto ambazo unazo katika maisha yako. Amini, kila kitu kinawezekana. Namba 2, binadamu wenye mawazo madogo, yani limited mindset. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, katika mawazo, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo wanadamu wenye mawazo makubwa na wapo wanadamu wenye mawazo madogo. Mara nyingi unaweza kuyatambua mawazo ya mwanadamu kupitia kauli mbalimbali ambazo mwanadamu anazitoa kupitia kinywa chake. Asilimia kubwa ya wanadamu wenye mawazo madogo huwa wanaamini vitu vingi haviwezekani katika maisha yao.
Hivyo mara nyingi watakuwa ni watu ambao wanapenda kusema kila kitu hakiwezekani, na kuna baadhi ya vitu ambavyo wanaamini vinatokea kwa miujiza au Mwenyezi Mungu amewabariki baadhi ya watu wawe navyo na kuwafanya watu wengine wasiwe navyo. Hawa ni wanadamu ambao hawaamini kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia anayo nafasi ya kuthubutu kufanya chochote ambacho anakitamani katika maisha yake na kukifanikisha. Mara nyingi ni watu ambao hata unapowashirikisha kuhusiana na mipango yako watakwambia hilo haliwezekani, hicho ni kikubwa kuliko wewe. Wanaotakiwa kufanya kitu kama hicho ni wale wenye elimu kubwa kuliko wewe au watoto wa kishua. Wewe ni mwenzangu na mimi, utawezaje? Mara nyingi wanakuwa wanakukatisha tamaa kwa kila kitu ambacho unatamani kukifanya katika maisha yako. Lakini binadamu wenye mawazo makubwa, hawa ni wanadamu ambao wanaamini chochote ambacho mwanadamu anatamani kukifanya, ikiwa tu ataamini na kutia nia huku akitanguliza jitihada za kweli, basi anaweza kukifanikisha. Na hawa ndio wanadamu ambao unatakiwa kuwaweka karibu na maisha yako ili ukawe moja kati ya watu watakaopata ushindi katika safari yao ya mafanikio. Namba 3, hakikisha hauwi karibu na wanadamu wanaopenda malalamiko katika maisha yao. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo wanadamu ambao changamoto zinapokuja katika maisha yao wanaweza kukabiliana nazo kwa sababu wanajua changamoto ni sehemu katika maisha ya mwanadamu. Lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao changamoto zinapokuja katika maisha yao, badala ya kukabiliana nazo, wao wanakuwa ni watu wa kulalamika kila wakati. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, malalamiko ni maambukizi ya akili. Ukikaa sana na wanadamu ambao wanapenda kulalamika bila kuchukua hatua, utajikuta na wewe unaanza kuchukia juhudi katika maisha yako. Badala ya kuweka juhudi kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zinakuja kwenye maisha yako, utajikuta ni mtu wa kulalamika kama ambavyo wao wanalalamika. Kumbuka, malalamiko hayana uwezo wa kubadilisha chochote katika maisha ya anayelalamika, bali juhudi na jitihada ni kitu ambacho kinaweza kuyabadili maisha yako. Na wakati mwingine ukiwa mwanadamu mwenye juhudi, changamoto zinapokuja kwenye maisha yako, unaweza kuzibadili changamoto hizo na zikawa fursa. Jaribu kuangalia vijana wengi wasiokuwa na mwelekeo wa maisha, ni wale ambao wanapenda kulalamika bila kuchukua hatua. Unapokwenda kutia mguu wako katika mwaka 2026, ni vema ukachuja aina ya marafiki wa kuvuka nao, kwa sababu inawezekana aina ya marafiki ambao unaambatana nao ndiyo sababu iliyochangia uishi maisha hayo ambayo unaishi. Namba 4, hakikisha unawakataa na kuwaweka mbali marafiki wasiofurahia mafanikio yako. Kila unapopiga hatua moja ya mafanikio, aina ya watu ambao unaambatana nao katika safari yako ya maisha hujigawanya katika makundi mawili. Wapo ambao wanaifurahia hatua yako ya mafanikio, lakini wapo ambao wanaichukia hatua yako ya mafanikio, na kwa haraka haraka unaweza usiwatambue kwa kuwaona, kwani marafiki wanaokupenda na marafiki wanaokuchukia moyoni wote watakuambia hongera, lakini unaweza ukatambua siri kubwa kupitia vitendo mbalimbali ambavyo wanavionyesha katika maisha yako na maneno ambayo wanayazungumza kwa watu wengine. Marafiki ambao wanafurahia mafanikio yako watakupongeza kwa dhati, na udhati wa pongezi zao utatoka moyoni. Watakusema vizuri kwa watu wengine, lakini asilimia kubwa ya marafiki ambao wanaonesha wanafurahia mafanikio yako usoni, lakini katika mioyo yao hawafurahishwi na hatua yako ya mafanikio, wataonesha wanakupenda machoni, lakini kuna kauli mbalimbali ambazo watakuwa wanazizungumza mbele yako, ambazo ukijaribu kuzichuja unagundua kuwa hawa si wanadamu ambao wanafurahishwa na mafanikio yangu. Lakini kuna wakati wanaweza kuanza kueneza habari za chuki na uongo dhidi yako kwa watu wengine, ili mradi watu wengine waamini labda mafanikio ambayo umeyapata katika maisha yako ni kwa sababu umefanya vitu vibaya kwa watu wengine, umefanya dhuluma, ama umebahatisha, ama umefanya ushirikina. Endapo ukibaini unaambatana na rafiki mwenye sifa hiyo, tafadhali, hata kama unampenda, mpunguze katika idadi ya marafiki unaotakiwa kuambatana nao, kwa sababu ukiona mwanadamu anachukia mafanikio yako, ujue huyo ni adui ambaye amejificha kwenye kivuli cha urafiki. Pamoja na kuwa mchana anacheka na wewe, lakini amini usiamini, usiku ni mtu ambaye anaonesha rangi ya ngozi yake
anatoa silaha zake na kuanza kupambana na wewe bila wewe mwenyewe kujua, kwa sababu huyu ni mwanadamu mwenye wivu wa kimya kimya dhidi ya mafanikio yako, na ni adui wa kweli kabisa ambaye amejificha kwenye kivuli cha urafiki wenu. Namba 5, binadamu wanaopenda kukutambua kwa utambulisho wako wa zamani, hali ya kuwa wewe ni mwanadamu ambaye umeamua kubadilika. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini: mwanadamu ambaye ana chuki na wewe atakutafutia majina mabaya, kwani hata mbwa ukitaka kumuua bila huruma lazima umpe kwanza jina baya. Inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye zamani yako haikuwa njema kwa sababu kuna matendo mabaya ulikuwa unayafanya, lakini uliamua kuachana na mambo mabaya ukaamua kuwa mtu mwema. Lakini bado aina ya marafiki ambao unatembea nao wanakutambua kwa utambulisho wako wa zamani, au wakati mwingine pamoja na mazuri ambayo uliwahi kuyafanya katika kipindi chote cha urafiki wenu, lakini unajikuta kila unapozungumza nao wanakuwa ni watu ambao wanakukumbusha matukio mabaya ambayo umewahi kuyafanya, na pamoja na uimara ambao unao katika maisha yako, lakini mara nyingi unapozungumza nao wanakuwa wanazungumzia kuhusu udhaifu ambao unao katika maisha yako, bila ya kujua kuwa kila mwanadamu ana udhaifu ambao alizaliwa nao. Kuna baadhi ya mambo ambayo mwanadamu huyafanya kwa ukamilifu, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya kwa ukamilifu, kwa sababu kama unadhani umekamilika, huo pia ndio udhaifu wako, na utimilifu wa mwanadamu hauwezi kutimia kwa sababu mtimilifu ni Mwenyezi Mungu pekee. Achana kabisa na marafiki ambao hata katika ulimwengu wa leo wanaendelea kukubambikiza utambulisho wako wa zamani, kwani mafanikio ya kweli yanahitaji kuachana na utambulisho wa zamani ili utambulike kama mtu mpya. Inawezekana zamani ulikuwa mvivu, lakini umebadilika na umeamua kuwa kijana mchapakazi, lakini wao bado wanakuita kijana mvivu, wanakuita majina mabaya ili kuidhoofisha nguvu ya kweli ambayo imezaliwa ndani yako. Hawa si watu ambao unatakiwa kuambatana nao katika safari yako ya maisha. Namba 6, waweke mbali na maisha yako marafiki wanaopinga mabadiliko yako katika maisha yako. Wapo baadhi ya marafiki ambao unaweza kuambatana nao katika safari yako ya maisha, lakini kila unapopiga hatua ya mabadiliko, badala ya kukupongeza, wanakuona kama tishio. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: hawa si binadamu ambao wana upendo wa dhati juu yako. Ni watu ambao wanatamani uendelee kuwa chini siku zote katika maisha yako, kwa sababu mabadiliko yako yanawakumbusha kushindwa kwao. Inawezekana wao ni wanadamu ambao walishapambana wakashindwa kufikia katika sehemu ambayo wewe umefikia, na ndio maana kila unapofanikiwa wewe unakuwa unawakumbusha kufeli kwao. Hao ni watu ambao wataanza kutengeneza chuki dhidi yako, na mwisho wa siku wanaweza kuanza kutengeneza visa na kukuwekea vikwazo mbalimbali katika safari yako ya mafanikio, na mwisho wa siku wakakurudisha nyuma. Ukibaini hilo, hakikisha unawaweka mbali na maisha yako, alafu baki na marafiki wachache ambao wanasapoti malengo, ndoto pamoja na mabadiliko yako katika maisha. Namba 7, marafiki ambao wanakufanya upoteze uhuru wa akili yako. Wapo baadhi ya marafiki ambao unaweza kuambatana nao katika safari yenu ya maisha, lakini wakawa ni watu ambao wanahitaji kuishikilia akili yako. Hawa ni binadamu ambao watahitaji kuwa waamuzi wa kila kitu katika mahusiano yenu ya kirafiki, na kukufanya uziache ndoto zako kwa ajili ya kuwafurahisha wao. Kuna wakati unaweza ukawa unahisi hali ya kupoteza amani kwa sababu umetelekeza malengo makubwa ambayo ulikuwa nayo kwa muda mrefu kwa sababu tu unahitaji kuwaridhisha wao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: mafanikio ya kweli yanahitaji uhuru wa akili. Lakini ukiwa na watu ambao hata ukianza kupiga hatua za mafanikio unaanza kuhisi kama utawapoteza, hao si binadamu ambao unatakiwa kuendelea kuambatana nao katika safari yenu ya maisha, kwa sababu mara nyingi watakuwa ni binadamu ambao wanakutengenezea hatia katika moyo wako, kitu ambacho kitakunyima amani ya kuendelea kupambania malengo ambayo unayo katika maisha yako. Namba 8, waweke mbali marafiki ambao wanakupotezea muda wako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini: muda ni kitu cha thamani ambacho Mwenyezi Mungu amemzawadia mwanadamu, kwani kupitia muda mwanadamu anaweza kutimiza malengo yake.
Hivyo, kama utaambatana na wanadamu ambao hawajui thamani ya muda, hao hawakuongezei thamani, lakini wanaichukua thamani yako, kwani muda ni mtaji wa mafanikio. Kama umegundua, asilimia kubwa ya watu ambao unaambatana nao wanautumia muda mwingi kukupotezea muda. Hao ni binadamu ambao unatakiwa kuwakata kabisa katika orodha ya marafiki zako, na utakwenda kuwa moja kati ya watu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 9, marafiki wanaofanya ujisikie vibaya pindi wanapokuwa karibu na wewe. Wapo baadhi ya watu kila wanapokuwa na wewe, hata kama ulikuwa na furaha kutokana na matendo na aina ya mazungumzo ambayo wanayafanya, basi unajikuta furaha na amani ambayo ulikuwa nayo vinatoweka. Mwanadamu asipokuwa na furaha, hata umakini katika kile ambacho wanakifanya huwa unapungua. Hivyo, kama upo karibu na watu ambao mara zote wanafanya maisha yako yatawaliwe na migogoro, maneno ya fitna, hauwezi kujenga wakati akili yako ipo kwenye kelele, ni vema ukawaepuka. Namba 10, hakikisha unakaa mbali na marafiki ambao wanakutumia kwa ajili ya manufaa yao. Mara nyingi, hawa ni marafiki ambao unapokuwa na shida, hawajali kuhusu shida zako, bali wao wanapokuwa na shida, wanahitaji uwepo wako ili ukatatue shida zao. Hawa ni watu ambao unatakiwa kuwaweka mbali kabisa na maisha yako ili ufanikiwe. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.